tunaripoti kutokea hapa katika vijiwe vya station Kaburi Moja. Mimi niko na Mikoi Kisugu, Mikoi wa Simba Sports Club. Ndugu yangu uko poa? Lakini siko poa. Uko poa? Siko poa. Jezi imekuwa nzito leo Kisugu. Siko poa. Jezi haiwezi kuvaliwa kila siku, lakini kwa mujibu wa taratibu unaweza kuvaa pale ambapo unapoona kwamba pana stahili kuvaa jezi. Alafu jezi ni mali yangu, navaa vile ambavyo mimi ninavyojisikia. Kwa hiyo jana nimevaa jezi, leo nimeamka sikuvaa jezi. Hatujakuzoea. Mikoi, nianzie kushoto au nianzie kulia kwangu? Wewe tunakupa. Kokote utakapoanzia, utakavyokuja ndivyo ambavyo nitakavyopokea. Utakavyokuja ndivyo ambavyo nitakavyokupokea. Ngoja mimi nije kwa staili ili unipokee vizuri. Tuanzie hapo siku ya jana kwenye kikao cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Mambo yalikuwa mengi kweli kweli. Wana Simba, mnasemaje juu ya kile kilichozungumzwa kwenye mkutano mkuu wa klabu ya soka ya Simba hapo jana kunako majira ya mchana? Mimi naamini kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo alivyoniamsha salama siku ya Jumatatu. Lakini kikubwa kwa namna ambavyo waandishi asubuhi tumeonana ili mradi waweza kujadili mambo mawili matatu. Lakini najua dhamira na mioyo yenu, na nikiangalia nyuso zenu waandishi wa habari, nini ambacho mnakihitaji kutoka kwangu. Kikubwa tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, naamini kile ambacho mnachokihitaji kutoka kwangu mtakipata. Kila mmoja nafikiri alikuwa shuhuda. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari kwa namna ambavyo mnajitolea juu ya timu yetu. Sura zote ambazo naziona hapa mbele yangu, kwa maana ninyi waandishi wa habari jana mlikuwepo katika mkutano wa klabu ya Simba, katika mkutano wa mwaka, katika mkutano wa kisheria, katika mkutano wa kikatiba, na kile ambacho kilichotokea nanyi mlikuwa mashuhuda kwa namna moja au nyingine. Lazima niseme yako mambo mazuri ambayo kwenye mkutano yalitokea, lakini yako mambo ambayo sio mazuri kwenye mkutano ambayo yalitokea. Kila mmoja alikuwa shahidi, kila mmoja aliona. Lazima niseme kwa kile ambacho kibaya kilichotokea au si kizuri ambacho watu wamekishuhudia, lazima tukizungumze, kwa sababu mkutano wa Simba si mara moja wala si mara ya kwanza kufanyika. Na kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mimi katika wanachama ambao wamekuwa na nidhamu kubwa kuhudhuria kwenye vikao vya Simba ni mimi. Nimevishuhudia vikao vyote kwa namna moja au nyingine, mpaka jana chengine ambacho nimekishuhudia, na mshukuru Mwenyezi Mungu aendelea kunipa afya njema na kushuhudia. Jambo ambalo moja linalosikitisha kwa namna ambavyo mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu kwa staili ambayo alikwenda kufunga kikao. Hiyo ndio imekuwa story. Hicho ndio ambacho waandishi wa habari mnakipenda sana tukizungumze. Lakini kiukweli lazima nikiri mbele ya maiki kwa waandishi wa habari, asilimia kubwa ya wanachama wa Simba hawakulizika kwa namna ambavyo mwenyekiti alivyomaliza na staili ambavyo kikao kilivyokwisha. Mimi naamini mmoja katika wanachama ambao wanajitolea sana kuitetea management ya Simba ni mimi. Na hiyo ndio kazi yangu, nitaisimamia management, nitaenda kusimamia players ili kuhakikisha kwamba kila jambo la Simba linakwenda sawa sawa. Lakini kwa jana lazima niseme sikuridhishwa kwa namna ambavyo mkutano ulivyoendeshwa. Naamini kwamba vidonda vilikuwa vimeshaanza kupona, makovu yalikuwa yameshaanza kuweka alama. Kwa bahati mbaya jana sasa vile vidonda vimeenda kuchubuliwa tena, baada ya makovu vimerudia tena. Kwa nini? Kwa kidonda. Niliamini kwamba mkutano wa jana unakwenda kujenga taswira kuwarudisha Simba wakisimama katika slogan ya nguvu moja. Naamini kikao cha jana baada ya kwisha, siamini kwamba staili ya nguvu moja bado ipo kwenye klabu ya Simba. Unadhani nini ambacho kilipelekea? Sababu mkutano wa mwisho ni kama mlikuwa mnalalamika, na jana wanachama wengi walalamika sana. Moja, nini kilipelekea mwenyekiti? Nimesema Mavara. Story ya jana, namna ambavyo kikao kile kilivyokwenda kuahirishwa. Hiyo ndio story. Wana Simba tuna mila zetu na taratibu zetu pinde ndapo tunapokutana kwenye mikutano ya kikatiba. Tuna namna ya kufungua na tuna namna ya kufunga. Jana tunapozungumzia mkutano wa kikatiba, tulikuwa tunakwenda kufanya amendment katika baadhi ya vifungu katika katiba yetu. Kamati ya kukusanya maoni ya wanasheria ile, niipongeze, ilifanya kazi nzuri kwa kukusanya maoni ya wana Simba na kuyafanyia kazi. Lakini unapozungumza maoni, unapokwenda kuzungumzia Simba, maana yake unakwenda kuzungumzia watu wengi. Siamini kwamba kamati ilipita kwa kila mwana Simba mmoja kwenda kutoa maoni yake. Maana yake kamati ilichukua maoni baadhi ya wana Simba. Lakini kamati inapochukua maoni kwa wana Simba, mwisho wa siku kamati lazima irejee kwa wana Simba wenyewe kuambia maoni mlioyatoa ndo haya. Je, mnasemaje katika maoni ambayo mlioyatoa? Kwa sababu maoni yale hawakutolewa kwa wana Simba yote, maoni yale yametolewa kwa baadhi ya wana Simba.
Nisikilizeni vizuri akina Mavara, msibadilishe maneno. Sibadilishe. Maana yake kuna mwandishi mmoja anaitwa Johnson, yupo hapa? Jones wa M15 anapenda kwenda kubadilisha maneno ambayo mimi ninayozungumza. Nisikilizeni vizuri. Kamati inapokwenda kukusanya maoni ya wanasimba kwa mujibu ya katiba ya Simba, chombo cha mwisho cha kutoa amri, cha kutoa maamuzi ni Simba Sports pindi ndipo wanafanyaje, wanapokutana. Mimi nafunga tena, sitaki tena maswali hapa. Nafunga. Nini kirekebisho? Yaani hapa mimi nikifunga siamini kama mtakuwa na uwezo wa kuuliza maswali Mavara. Na wewe ukifunga kwa staili ya Mangungu. Unataka kufunga kwa staili ya Mangungu? Kwa hiyo baada ya kamati kukusanya maoni na kukutana kwenye mkutano mkuu wa Simba Sports, baada ya kusomewa yale maoni ambayo yalitolewa na baadhi ya wanachama, mkutano mkuu ndio unatakiwa kwenda kufanya maamuzi katika kile ambacho kilifanyaje, kilichotolewa. Wana Simba wengi tulichoamini na kitu ambacho tulichokuwa tunakisubiri ni kuja sasa baada ya kusomewa kuja kuulizwa katika hivi vipengele ambavyo vinakwenda kufanywa amendment kwenye katiba. Meridhia? Mavara, kuna kikao chengine huko? Sijui, nasikia kwa mbalimbali huko kidogo. Mbona nasikia kama kuna vikao vingine huko? Wanajadili hapo. Kwa hiyo ndicho ambacho wana Simba wanacholalamika. Lakini kuna hoja zimekuja. Kuna hoja zimekuja za kusema kile ambacho tulichokwenda kukifanya ni amri kutoka kwa BMT. BMT ni moja ya taasisi ambayo iko ndani ya nini? Ya serikali. Naibu waziri wa michezo amezungumza, ndio serikali. Amesema serikali haingilii maamuzi ya wanachama wa Simba. Amesema si maamuzi yetu, tutatoa muda gani? Tutatoa muda ambapo ule kamati sasa inapokuja kuuliza kupitia mwenyekiti kwenye mkutano, mstari huu ulikuwa unasema hivi, mstari huu leo tumeubadilisha unasema hivi. Wanachama mko tayari? Aidha tunasema ndio au hapana. Mikoi, Mheshimiwa mwenyekiti kujionea vijana wa mjini jana akakabia juu. amekuwa kinasoa. Kakabia juu kwa juu. Lazima tuseme. Kuna muda tuzungumze ili kwa kujenga. Na mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye mwenye sifa hii. Hawezi kuibadilisha chumvi kuwa sukari. Chumvi atasema chumvi na sukari atasema sukari. Kisigu nini? Mimi binafsi, waandishi nyinyi mashahidi, nimekuwa mstari wa mbele kusimamia nini? Uongozi. Lakini dhamira yangu katika kile ambacho nilikuwa nakisimamia, mimi kwa upande wangu nakiona kilikuwa kiko sahihi, lakini kwa upande wangu kilichofanyika jana sio sahihi. Lazima niseme mwenyekiti wangu katika jana ameteleza. Lazima. Na lazima niseme, nilitegemea kikao cha jana kwenda kupunguza maadui zaidi. Kama walikuwa 10%, mwenyekiti alitakiwa afanye wabikia 2%. Lakini kibaya zaidi jana amekwenda kutengeneza 60% ya maadui kwenye klabu ya Simba. Sema. Huo ndio kweli. Kwa hiyo waandishi lazima niseme. Lakini pia niwaombe wana Simba. Katika vipindi vigumu, moja kilichohitajika busara sana ituongoze. Lazima hekima itusimamie wana Simba. Huko msemo mmoja, dada yangu Mama Doris, mama wa Demwai, aliwahi kunambia na ananisisitiza sana. Anasema ukimwona nyani mzee basi ujue amekwepa mishale mingi. Ukimwona nyani amezeeka basi ujue kapita njia ngumu. Ili tufike kwenye mafanikio Simba lazima hii hali tuipite. Na siku zote mimi muumini wa dini ya Kiislamu. Unasema moja Mungu aliposema makana Muhammadun aba ahadin. Nisikilize wewe. Anasema nimewaletea mtume ili awe kigezo chema kwenu. Ndivyo? Akawe kigezo chema kwenu. Sisi mtume wetu katika imani ya Kiislamu alipita kwenye njia ngumu. Ilifika mahala mpaka Mungu alimuondoa kwao alikozaliwa na mama yake na baba yake Maka. Mungu akamwambia nenda Madina.
Na kusemaje sasa siku? Kama mnapitia nyakati ngumu sana. Biblia ukisoma Yesu Kristo alipita pia kwenye njia ngumu. Kwa imani ya Kikristo alikamatwa, akatungikwa msalabani. Lakini njia ngumu zote hawa viongozi wa dini niliozungumza walikwenda wakafanikiwa. Mimi naamini naambia wana Simba tunapita kwenye njia ngumu, lakini mwisho wa siku tunakwenda kufanikiwa. Bwana Mikoi, baada ya hilo bwana, jioni usiku saa 1 ikawa hali nzuri ya mkutano tumemaliza. Nimesema mimi napiga loki nyinyi mwezi kuchomoka andishi. Wewe tulia wewe. Twende. Loki. Mimi nimesema napiga loki. Bado la mwisho. Kwa namna ambavyo Mangungu kutokea mwaka jana nadhani mkutano watu mlalamikia sana, sasa hizi watu wamelalamika sana. Unadhani ni wakati wake wa step down? Kwa maana kuachia ngazi. Siwezi kumsemea. Kuachia ngazi na siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba. Mavara. Siwezi kumsemea kwa sababu amekaa pale kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba. Hamna mamlaka. Leo ni mwezi wa ngapi? 12. Tumebakiza miezi 6. Kwenda kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi wa Simba Sports. Wanachama wa Simba watakwenda kuamua. Akigombea tena, wewe utamchagua? Siwezi kumpangia, ana haki yake ya msingi. Kila mwanachama wa Simba ana haki ya kugombea na ana haki ya kuchaguliwa. Yeye ndo mwenye maamuzi yake ya kuona ana haki ya kuendelea kugombea ili achaguliwe au ana haki ya kwenda kuchagua tu kama sio mgombea. Hiyo ni haki yake, siwezi kumsemea. Ili waandishi mtafuteni hilo jibu, mnafikiri mwenyewe mwenyekiti ana uwezo wa kulijibu zaidi. Pengine akiingia kwenye vinganyanyiro, pengine labda unaweza kumpa nafasi. Part tense, nyakati hizo ndo nitaweza kujibu hilo swali, si sasa. Ni kama uso wako unamkataa vile. Wakati ukifika nitaongea na nitajua wapi kula yangu inakwenda. Wakati wa kampeni Simba hujafanyaje? Haujafika. Basi sawa. Mikoi, turudi huko bwana, saa 1 kamili za usiku hapo jana pale nchini Mali, Bamako. Mnyama Simba Lunyasi ndani ya dakika 15 tu alikosa goli nyingi sana, lakini tukashuhudia goli 2 za haraka. Nikiusoma msimamo wa kundi, Petro Atletico de Luanga ana alama 4, Stade Malien ana alama 4, Esperance de Tunis ana alama 2. Mnyama Simba Lunyasi ana alama 0. 0 maana yake hamna kitu. Yes. Nimependa hii miwani ulioweka. Kwanza niseme tu kitu kimoja. Hakuna mwana Simba duniani aliomka na furaha kwa siku ya leo. Wana Simba, mioyo yetu imejaa damu. Macho yetu yamejaa machozi. Huzuni zimetawala kwa namna ambavyo timu yetu matokeo wanaoyapata katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hatukuzoea hivi, lakini tayari imeshatokea, hakuna namna. Mimi nafikiri kila mmoja ameshuhudia mechi ya jana, dakika 90 Simba tumepoteza. Ni maumivu makubwa, inaumiza. Si kwa kuumiza kwa sababu tu ya kupoteza, lakini inakwenda kuumiza hata msimamo wa ligi wa kundi, namna ambavyo ulivyo. Kila mwana Simba huwa tunaamini kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika sisi ndio eneo letu la kujidai na kutamba. Si Tanzania tu, ni bara la Afrika kwa ujumla. Lakini matarajio ya wana Simba si vile ambavyo ilivyotokea. Nikiri, mpira una matokeo. Na niseme yale ni matokeo mpira. Yawezekana kwenye mechi 2 mfululizo, sio 2 tu, zikaja hata 4, inawezekana pia kufanyaje tukapoteza. This is the football. Kumbe mnaziona. Lakini sababu ni nini inayosababisha kuto kupata matokeo mazuri? Hapa ndio swali ambapo wana Simba wengi wanajiuliza. Binafsi lazima niseme, huu msalaba wa wachezaji lazima tuwabebeshe. Hakuna namna. Kwa mara kwanza leo. Kwangu binafsi niseme
nisiwe mnafiki. Napenda sana wachezaji wa Simba. Na wanajua namna ambavyo ninavyowasiliana nao, wanajua namna ambavyo ninavyowapa moyo pindi endapo Simba inapokwenda kukosea, lakini katika hili wachezaji wa Simba lazima wabebe msalaba wanaikosea Simba. Ni kwamba kuna uzembe ambao wanaofanya. Moja lazima niseme, wachezaji wa Simba kwa sasa hivi spirit yao ya kupambana, matokeo tunayoyapata wanasababisha kuna watu wanaonyeshewa vidole aliyakuwa hakuna sababu ya kuonyeshewa vidole. Binafsi mimi namtetea meneja Pantev. Kazi yake ya kuikochi timu anafanya, timu inafika kwenye eneo la mwisho, timu haifungi. Kuna watu wanamwangusha. Moja lazima niseme, research nimeifanya haina mashaka yoyote. Kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, timu iliyoongoza kutengeneza nafasi nyingi ni Simba Sports. Na timu ambayo haina point mpaka sasa ni Simba. Mpaka jana imetengeneza nafasi 7 kwenye mechi 2. Timu iliyotengeneza nafasi nyingi kuliko klabu yoyote kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Why hizo nafasi kwa nini hatuzibadilisha kwa magoli? Tujadili hapo mimi na wewe. Tunataka tujue shida ni nini. Wachezaji wa Simba wanatukosea. Mishahara au hailipi au bonus au mimi ninachokijua, ninachosema na kuwaomba wachezaji wa Simba, kama kuna tatizo ambalo wao wanaoliona linatokana na management hawatekelezewe facility zao, waseme, ili sisi ma-influencers waseme, tuseme, tuambie uongozi wafanyeje, warekebishiwe mambo yao. Lakini kama wako kimya, tunaamini facility zote wanafanyaje, wanapewa, wao ndio wanasababisha Simba zipate matokeo. Wale wanaosema Mavara tulia, au umetumwa? Mimi sijatumwa. Kwani shughuli ya nani, ya kwako ya kwangu? Ya kwangu mimi nakuuliza. Wewe ukuniuliza mimi swali, nani ndio wajibu? Unataka kujibu wewe. Mbona unalukaluka kama ndege kicheche? Mavara usijisahau. Kwetu kuna ndege mmoja Mavara anaitwa Pugi. Punguza hasira Kisugu. Pugi ameumbwa Misri ya ndege mmoja anaitwa Njiwa. Pugi anafanana na ndege mmoja anaitwa nini? Tetere. Mavara nisikilize, mimi mtu wa pwani. Nikupe sifa ya Pugi. Basi tuachane na sifa ya Pugi. Ndio maana hata jezi leo umesahau. Wacha nimalize Mavara. Mavara najua umetumwa. Umekunywa chai. Mavara roho yako iko safi. Mavara jana ndio mtu wa kwanza unakwenda kumrekodi mtu anapewa hela. Wewe ndio wa kwanza kuposti. Roho yako iko safi. Lakini Mavara nataka nikusie. Yawezekana ukaanza kucheka mwanzo lakini mwenzako akacheka mwisho akawa anacheka vizuri zaidi kuliko uliocheka mwanzo. Hatujazoea Simba kupigwa na hiyo ambavyo unavyoipigia hesabu mikoi. Kwa hiyo lazima niseme, niwaambie wachezaji wa Simba wana haki ya kupambana jasho na damu kuipatia Simba point 3. Simba kuna section 3 lazima tuseme. Section ya kwanza ya mashabiki, section ya pili ya management, section ya 3 players pamoja na technical bench. Mashabiki tunafanya kazi yetu vizuri. Tunaitwa na mediali uwanjani, tunafanyaje? Tunakwenda. Naamini viongozi chini ya nani mkurugenzi wa bodi Kantus Magoli wanafanya kazi yao vizuri, facility zote wanafanyaje? Wanapata. Watuambie kwa nini Simba tunakosa ushindi kwa dakika 90 wachezaji. Watuambie. Kwa research yako sasa Kisugu ndio tuambie sasa shida ni nini? Na mimi ndo nawauliza wao waseme. Wewe research yako hujafanya. Wewe hujafanya Kisugu. Mimi naamini wachezaji wa Simba wakiamua kucheza kwenye spirit ambayo wana Simba tunayoamini, tunakwenda kupata matokeo kwenye mechi 4 zofanyaje zilizobaki. Pengine labda huenda Simba mkongwe pale hayumo. Niseme kitu kimoja tu, wachezaji wa Simba, mmesajiliwa Simba kwa kuwapa furaha wana Simba. Na wachezaji wote mliosajiliwa Simba mko kwa ajili ya nini? Ya Simba. Leo niseme kama kuna mchezaji anaamini kwamba yeye hayuko kwa ajili ya Simba, tuachie Simba yetu. Kama nani vile tunaona analega kutoa mapovu sasa. Kama yuko kwa ajili ya Simba tena. This is too much. Pale Mbesi yuko Mpanzu. Inatosha. Ni nani pale sasa? Natumiza. Nyinyi marafiki zetu tunacheka na nyinyi kwa sababu mko Simba. Tunaamini tunacheka na nyinyi, muendelee kucheka na sisi mtuchekeshe tuendelee kucheka. Nyinyi mnacheka, sisi tunalia. Hili hatuwezi kwa marafiki na nyinyi. Hapo unamzungumzia Mpanzu hapo. Hapo Mpanzu na Mkwala hapo. Au unamzungumzia Jonathan Soa. Hatuwezi kucheka na nyinyi. Tunachosema Simba kuipambania Simba. Kama kuna tatizo ambao facility zenu hampati, semeni. Kama mnashindwa nyinyi kusema, simu yangu mnaijua, nitumieni message. Au namzungumzia kipa. Ungemtaja Kisugu ili watu wamuelewe labda. Niwaambie mashabiki wa Simba, wachezaji wa Simba, tumeshalia vya kutone, tunahitaji kuona namna ambavyo Simba inapata matokeo kwenye mechi zote. Enough is enough. Hawa wachezaji wakiamua inawezekana. Kwa maana Mpanzu akiamua.
Leo kuna muda mwingine unajiuliza, why magoli haya yanakoswa kwa staili hii? Kwa nini? Inaumiza. Kuna muda mwingine wachezaji mnanichonganisha mpaka mimi Uswahilini. Naambiwa wewe unaongea sana katika vyombo vya habari, unacheka na wachezaji, na ndio maana wachezaji wanafanya kile ambacho wanachokitaka. Kuna lazima wachezaji wa Simba wabadilike, waongeze spirit ya kupambana, Simba iweze kupata matokeo. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Dirisha dogo Kisugu linakuja. Kisugu.